Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Seneta wa Marekani Lindsey Graham ambaye amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri wa ulinzi ama waziri wa vita Pete Hegseth amesema kwamba njia pekee na nzuri katika mzozo wa Iran ni kuweka kizuizi na kutoruhusu meli za wa Iran kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, na hii itasaidia katika kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Seneta wa Marekani Lindsey Graham alisema katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X mnamo Jumatano, akisema kwamba alikuwa amejadili maelezo ya mzozo wa Iran na rais wa Marekani Donald Trump na waziri wa ulinzi Pete Hegseth katika simu mapema Jumatano. Amesema kwamba mpango ulioanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump utaweza kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mwanachama huyo wa Republican wa South Carolina alielezea lengo la majadiliano kama njia ya mbele kuhusu mzozo huo. Nadhani uamuzi wa rais kuacha kizuizi mahala pake ni mzuri sana, Graham alisema. Ina athari kubwa kwa uwezo wa Iran kuendelea kuwa mfadhili mkubwa wa serikali ya ugaidi, jambo ambalo wanaonekana kukusudia kulifanya, alisema. Sitarajii tu kizuizi hiki kubaki mahala hadi Iran itakapoonyesha dhamira ya kubadilisha njia zao. Natarajia vizuizi vitakuwa na kwamba vinaweza kuwa vya kimataifa hivi karibuni, aliendelea Graham. Seneta huyo wa Marekani ambaye amekuwa karibu sana na rais Donald Trump alisema zaidi pia kwamba anazionya nchi dhidi ya kusaidia juhudi za usambazaji wa mafuta ya Iran, akisema zinafanya hivyo kwa hatari yao wenyewe, akisisitiza kuwa matumizi ya Iran ya rasilimali zinazohusiana na madhumuni ya ugaidi kwa sasa zinafungwa rasmi. Seneta huyo alimpongeza Trump kwa hatua hiyo, akibainisha kuwa hali hiyo ni nafasi bora zaidi tangu mwaka 1979 kubadili tabia serikali, kwa maana mwaka ambao wa Iran walifanya mapinduzi. CENTCOM imekanusha ripoti za kuvunja kizuizi cha meli mapema siku ya Jumatano. CENTCOM ya Marekani ilikanusha ripoti ya vyombo vya habari zinazodai kuwa meli kadhaa zilikwepa kizuizi cha mlango wa Hormuz. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, CENTCOM ilizitaja ripoti hizo kuwa si sahihi na kuongeza kuwa Marekani imeagiza meli 29 zigeuke au zirudi bandarini kama sehemu ya kizuizi na kama ambavyo imekusudiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kwa maana hili ni agizo la kiongozi wa Marekani, Rais Donald Trump. Chapisho hilo lilitaja meli tatu ambazo ripoti za vyombo vya habari zilidai zilivunja kizuizi: MV Hero 2, MV Herd na MV Dorena kama mifano ya meli zilizozuiwa kufanya hivyo, kwa maana kupita Hormuz. Dorena imekuwa chini ya kusindikizwa na uharibifu wa meli za kijeshi wa Marekani katika bahari ya Hindi baada ya hapo awali kujaribu kukiuka kizuizi, ilisema CENTCOM. Jeshi la Marekani lina uwezo wa kufikia kimataifa, CENTCOM iliongeza. Vikosi vya Amerika vinafanya kazi na kutekeleza kizuizi kote Mashariki ya Kati na kwingineko, imeeleza zaidi CENTCOM. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika